wa bodi ya kurugenzi wa TANESCO, Mheshimiwa Balozi Zuhura Bundala, pia mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Mhandisi Gisima Nyamohanga. Natambua uwepo wa wajumbe wa bodi ya kurugenzi wa TANESCO, management ya TANESCO, wafanyakazi wa TANESCO, wanahabari na mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. TANESCO mchongo ni maembe mengi sana. Turudie tena. Mchongo ni asante sana na shukuru. Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia wote kuwepo hapa siku ya leo katika uzinduzi wa namba mpya ya huduma kwa wateja ya 180 bila malipo. Naomba nitumie fursa hii kwanza kumpongeza mkurugenzi mtendaji na bodi ya kurugenzi wa TANESCO kwa hatua hii muhimu na kubwa katika mapinduzi ya utoaji wa huduma kwa wateja katika mashirika ya umma. TANESCO oye! Pili, naomba niwapongeze kwa utekelezaji wa agizo hili la serikali lililotolewa na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko ya kwamba tuimarishe utoaji wa huduma kwa wateja, ikiwemo kuwawezesha kupiga simu TANESCO kwa maulizo, changamoto au upatikanaji wa taarifa mbalimbali bila malipo, na leo mmetekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, na pia kwa mara nyingine tena naomba niwapongeze sana. Ndugu zangu, ni heshima kubwa sana kwangu kuwa sehemu ya uzinduzi wa namba hii mpya 180 yenye lengo la kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaweza kupiga simu muda wowote na kupata huduma kutoka TANESCO bila kupatwa pesa ya salio kwenye simu yake. Na hii ndiyo azma ya serikali ya awamu ya 6 katika kuhakikisha tunawahudumia Watanzania kwa urahisi na viwango bora vya utoaji wa huduma. Nimetembelea kituo hiki cha miito ya simu mara kadhaa, na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu pia ametembelea hapa mara kadhaa. Na mara zote ambazo tumekuwa tukitembelea, tumekuwa tukipewa taarifa ya uwezo wa kituo hiki. Ni kuwa kituo kinaweza kupokea simu wa wastani wa simu takriban 15 kwa siku, lakini simu zilizowahi kuingia kwa wiki ziliwahi kufikia simu 50 kwa siku mpaka kufikia mwezi Julai 2024. Na hii inaonyesha Watanzania walikuwa wanatumia gharama kubwa ya salio katika kuwasiliana na TANESCO kupitia huduma hii ya huduma kwa wateja. Pamoja na hayo, changamoto zingine imekuwa ikiwepo kukumbuka kwa urahisi namba ya awali ambayo tunaitumia ya 0748550000, na hivyo kuwafanya baadhi ya wateja kushindwa kutoa taarifa kwa TANESCO, kwanza kwa kutokuikumbuka namba kwa urahisi ama kukosa salio kwenye simu. Hivyo, serikali kupitia Wizara ya Nishati imeona ni vizuri kukawa kuna namba rahisi ambayo mteja ataikumbuka, lakini pia kumwezesha mteja huyo kupiga simu hata kama hana salio. Na ndio maana namba ya dharura kwamba ndio ina maana wa namba ya dharura kwamba uweze kuwasiliana na namba hiyo kwa wakati wowote inapotokea dharura au changamoto inayohusiana na umeme. Ndugu zangu, matumizi ya namba hii ya bure 180 itawezesha pia TANESCO kuweza kujiimarisha katika kutoa huduma, kwani itatoa wigo mkubwa wa wateja kutoa taarifa, na mara taarifa hizo zinapofanyiwa kazi ndivyo shirika linapokuwa linaimarisha zaidi kujua wapi kuna changamoto na namna gani ya kukabili changamoto hizo katika kuwahudumia wateja. Nimetaarifiwa kuwa shirika limejipanga vyema katika kupanua wigo wa upokeaji wa simu kwa kuwezesha idadi ya upokeaji simu kufikia upokeaji wa simu 150 ili kuhakikisha wateja wanahudumiwa ndani ya wakati. Pia namba hii ya 180 mpaka sasa ni bure kwa wateja wa mitandao yote ya simu nchini, na wale wa mtandao ya Yasi na yenyewe itapatikana hapa mbele hivi karibuni, na wenyewe pia wataweza kufanya mazungumzo na mtoa huduma, na tunaamini pia kwa mtandao huo taratibu zitakamilika, lakini kwa sasa ni kwa wateja wa mitandao yote kasoro hii moja ambayo hivi karibuni na yenyewe itakamilika kwa ajili ya matumizi. Ndugu zangu, naomba niwahakikishie serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan
na Wizara ya Nishati chini ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko imekusudia Watanzania wapate umeme na huduma bora ya umeme, na kwa hili serikali imedhamiria si kwa maneno bali kwa vitendo kwa kuhakikisha inawafikishia wananchi huduma ya umeme na kuhakikisha wananchi hawa wanasema na kutatuliwa changamoto zao kwa kupiga simu hii bure bila malipo. Niendelee kuhakikishia Watanzania kuwa Wizara ya Nishati kama msimamizi mkuu bado tunaendelea kuisimamia TANESCO na taasisi zingine zilizopo chini ya wizara kama REA kwa karibu kuhakikisha sekta ndogo ya umeme inaendelea kukua na kuleta huduma bora kwa Watanzania. Wote mnafahamu mpango wa serikali wa kuhakikisha vijiji vyote nchini vinafikiwa na umeme umekamilika mpaka sasa, na kazi iliyobakia ni kusambaza umeme kwenye vitongoji ili kuwezesha Watanzania wote kuwa na umeme na kuutumia kwa shughuli mbalimbali ikiwemo kupika na kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme. Na ndio maana tunaendelea kuboresha huduma hizi ili Watanzania wale ambao wanaendelea kufikiwa na huduma ya umeme wakipata changamoto iwe rahisi kwao kutufikia kupitia namba hii ya kupiga bila malipo. Kwa sababu mkurugenzi kakangu Gisima hapa aliongelea kuhusiana na nishati safi ya kupikia, na kwa sababu ndio ajenda kubwa na ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, naomba mniruhusu na mimi vile vile kutumia dakika moja kuzungumzia matumizi ya nishati safi ya kupikia hususan kwenye umeme. Naomba niwakumbushe ndugu zangu kwamba umeme kwenye kupika kama nishati safi ni gharama nafuu. Utapika kwa usafi, utaokoa afya yako kwani haitoi moshi, na utapika kwa usalama. Na pia Mheshimiwa mkurugenzi amezungumza hapa Gisima kwamba walifanya kongamano kubwa pale Mlimani City, na mimi pia niwapongeze TANESCO kwa kuja na kampeni hii kubwa ya kuhamasisha matumizi ya umeme kwenye kupika, ambayo yeye mwenyewe amesema kwamba kauli mbiu yao ni umeme ni nishati nafuu zaidi jikoni ya kupika. Hili linawezekana pasi na shaka iwapo tutazingatia manunuzi ya vifaa vya jikoni vinavyotumia umeme kidogo, yakiwemo majiko maalum ya kupikia ambayo ni ya chini ya unit moja, yani shilingi 350 za Kitanzania, zinazoweza kuwezesha kupika aina yote ya chakula cha Kitanzania ndani ya lisali moja. Majiko haya yapo na yanapatikana nchi nzima kwa sasa, na kwa kuwa umeme umefika mpaka vijijini, ni wazi Watanzania wote wanawaza kuutumia umeme kwenye kupika na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuwafikia Watanzania 75% hadi kufika 2030 katika kutumia nishati safi ya kupikia ikiwemo umeme. Niwaombe Watanzania wenzangu tuendelee kutumia umeme kwa manufaa yetu, na hasa kwa kuwa tuna umeme wa kutosha tutumie umeme katika kupikia majumbani kama nishati safi, salama na rahisi. Kabla sijahitimisha, naomba nielekeze yafuatayo kwa wafanyakazi wa TANESCO. Moja, kwa wapokeaji wa simu, kuwahudumia wateja na kuwapa majibu mazuri na kuhakikisha changamoto zao zinatatuliwa, na kwenye hili usimamizi wa karibu unahitajika kwa mameneja wa mikoa na maafisa huduma kwa wateja katika kusimamia kwa karibu watoa huduma hawa ili kuendelea kulipa taswira nzuri shirika letu. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ameshasisitiza hili mara kadhaa, na mimi niendelee kusisitiza juu ya umuhimu wa kuendelea kuimarisha utoaji wa huduma ambao unakidhi mahitaji, lakini lugha pamoja na namna ya kuhudumia wateja wetu tuendelee kuzingatia kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu alisema hatutavumilia huduma ambayo haikidhi vigezo kwa wateja wetu. Kwa mameneja wa mikoa na wilaya nchi nzima, pili, kuhakikisha wateja wanapotoa taarifa za changamoto zao zinatatuliwa kwa usahihi ndani ya yale masaa 4 ambayo tulikubaliana, ili kupunguza malalamiko ya wateja kutofikiwa kwa wakati na kuongeza idadi ya simu zinazojirudia katika kituo cha miito ya simu call center kwa wateja kutoa taarifa za matatizo yale kwa kuwa hawakufikiwa ndani ya muda. Tatu, kwa uongozi wa shirika kuendelea kukisimamia kituo hiki cha miito ya simu kwa karibu, kwani kinabeba taswira chanya ya utoaji wa huduma zetu, na inapotokea mtu mmoja kutoa huduma kwa ufanisi, basi kuchukuliwa hatua mara moja ili kuhakikisha wateja wote wanahudumiwa kwa ubora na kwa wakati. 4, nitumie fursa hii kuwahimiza Watanzania kutumia namba hii ya huduma kwa wateja 180 kwa malengo yaliyokusudiwa ili kuwezesha wale wenye matatizo ya kweli kuhudumiwa ndani ya wakati.
Vilevile, kwa kuwa TANESCO ni kati ya mashirika ya umma yanayoongoza kwa kuhudumia vizuri sana wateja kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo njia ya WhatsApp, ni wahimize wateja wa TANESCO kutumia pia mfumo wa Jisoti kama namba ya WhatsApp inayosaidia wateja kuhudumiwa bila hata kupiga simu katika kituo cha miito ya simu. Pia, kwa kuwa tunafanya vizuri sana kwenye eneo la utoaji huduma kwa wateja kupitia makundi ya WhatsApp yaliyoko nchi nzima, ni wahimize Watanzania kujiunga nayo ili kupata urahisi wa utoaji wa huduma zetu bila hata kupiga simu. Tuzitumie njia hizi za kujihudumia mara kwa mara ili kupata urahisi wa huduma popote ulipo. Baada ya kusema hayo, kwa mara nyingine tena, naomba kutumia fursa hii kuwapongeza sana TANESCO kwa kukamilisha uwepo wa namba hii ya 180 ya bure kwa wateja, na kwa hakika mmefanya kazi nzuri sana kama taasisi ya serikali kwenye utoaji wa huduma zetu. Serikali iko tayari kushirikiana na nyinyi kuhakikisha kuwa tunahudumia Watanzania kwa huduma bora na zenye viwango. Baada ya kusema hayo, naomba nitamke kwamba nimezindua rasmi matumizi ya namba hii ya huduma kwa wateja bila malipo ya 180. Mchongo ni 180, piga bure tuhudumie. TANESCO. Asante sana. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.